Kutokana na jamu ambayo inatokea hapa mlima wa Ipogolo kutokana na ajali na kadhalika. Sasa limekuwa likijitokeza mara nyingi na sasa limeanza kuzungumzwa sana mitaani. Nilikuwa na mambo mawili. Moja, nilikuwa nafikiri kwamba wenzetu wa usalama wangejipanga upya kulijadili swala hili, kwa sababu wakati tunafikiria suluhisho, za suluhisho linaeleweka na wote tunapambana bypass pale hii kamilike, lakini lile kwa kweli linatokea kila mara na limekuwa usumbufu mkubwa kwa wananchi wa manispaa hizi, na wenzetu wanaopita hapa wanatuona kama maana mimi wameshanioji sana, wameniuliza sana, vipi mbona hili jambo linajirudia? Nikamwambia tunalishughulikia. Sasa ilikuwa naomba wenzetu wa usalama na wengineo basi wajaribu kuja na mkakati mpya wa kuona namna ikitokea jambo tunaokoeje lile jambo lisirudie, yani lisiwe usumbufu kwa watumiaji wa ile njia. Na hata ikitokea jambo pale sasa hizi ukitaka kulitoa gari lililoanguka inakuwa kazi, kwa sababu magari yote yanaenda kujaa eneo hilo la tukio. Kwa hiyo inakuwa shida kuliondoa lile gari ambalo limeanguka. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri tuje na mkakati, aidha tuamue ili kitokea basi kuwe na namna ya kufanya magari yatumie njia ya Ipamba kule, yatokeze njia panda ya Tosa, kuwe na njia nyingine kuzuia magari ya huku yanayotoka labda Dar es Salaam wapi kote, kwa sababu kote kuna athirika ikitokea jamu hapa. Sasa changamoto tulionayo ni kwamba askari wetu wanakaa chini, wanakaa mwisho wa barabara badala ya kukaa mwanzo wa barabara. Kwa nadhani ile timu tunayoipangia pale Ipogolo tuwe na timu mbili. Timu moja iwe juu, timu nyingine ibaki chini, ili kudhibiti ule mwendo unaokuja kutoka juu usiletee majanga hapa katikati na kuathiri watu wanaotoka chini. Nadhani tukifanya hiyo kwa hatua za awali itatusaidia sana. Lakini jambo la pili, ni lazima kila inapotokea changamoto wananchi wawe wanakubali maelekezo ya jeshi la polisi ya kutumia njia mbadala zilizopo. Kwa mfano, mara nyingi barabara yetu inapopata changamoto ya jam kubwa, tunapowaelekeza watu kupita barabara ya Ipamba, mtu analeta ukaidi, anaambiwa pita Ipamba, anaendelea kusubiri pale pale. Kitendo cha mtu mmoja kusubiri na mwingine akaja nyuma yake na mwingine nyuma yake, inatokea jamu kubwa sana ambayo ina ulazima pale mjini. Kumbe angepita barabara ya Ipamba, angefika kwa wakati, angeondoa msongamano wa magari mengine na angerahisisha zoezi la uokoaji ama la kuondoa changamoto iliyoko pale barabarani. Kwa hiyo nikutoe mashaka, Mheshimiwa Mbunge, kazi zote mbili zitafanyika. Ya kwanza ni kuhakikisha tunaimarisha usimamizi wa jeshi la polisi mwanzo wa barabara na mwisho wa barabara, ili kudhibiti mwendo kasi ambao ndio chanzo cha ajali nyingi zinazotokea barabara ya Ipogolo. Lakini pili ni kuendelea kuimarisha matumizi ya njia mbadala zilizopo, ili wananchi wazizoee inapotokea dharura, wasihangaike kulazimisha kupita kwenye eneo lenye changamoto, badala yake wapite barabara za pembezoni ambazo zinawarahisishia kuendelea na safari bila kuweka jamu ya muda mrefu pale. Mwisho kabisa, sisi wenyewe ni miongoni mwetu ni madereva, ni muhimu tukazingatia umuhimu wa kutokuwa na mwendo kasi, hasa kwenye maeneo ya mwinuko. Ajali zote zilizotokea Ipogolo pale katika wiki 2 mfululizo 3, zote ni mwendo kasi, zote. Mmoja anakuja mbio, mwingine anamkwepa, ajali. Mwingine anakuja mbio, wanakutana, ajali. Yaani zote ni mwendo kasi. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi wenyewe madereva tukazingatia usalama wetu na usalama wa watumiaji wengine wa barabara tunapokuwa tunatumia magari yetu haya. Asanteni sana. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Mbunge. Lakini suluhisho la kudumu la changamoto yetu ni barabara ya Iringa bypass. Na nataka niwaambieni hali yetu kule utekelezaji wa mradi umefikia hatua nzuri sana. Sana. Tayari mlima ule tulishaupasua wote. Barabara ilishachongwa na hivi wale kuna siku tulipata changamoto hapa, tuliruhusu baadhi ya watu wenye magari madogo wapite kule. Nadhani wamepita, wameona. Kazi iliyobaki sasa ni kutengeneza hizo standards za kibarabara ambazo wanazijua wataalamu wetu, baadaye watakuja kuipiga lami, itachomoka moja kwa moja. Kwa hiyo ni swala la tuko kwenye hatua nzuri ya mradi kukamilika. Kwa hiyo ni watoe mashaka kwamba changamoto hii sio ya muda mrefu. Ndani ya muda si mrefu tutakuwa tumemaliza na barabara ile itakuwa inatoka, shida itakuwa imekwisha. Na kupitia hapa tuwapongeze TANROADS. Barabara nyingi ambazo zinatengenezwa na TANROADS sasa, au wenzangu wa Kilolo sasa hivi ni mkeka tu, wanapita ni mkeka mwanzo mwisho. Simpige makofi watu wa Kilolo, mambo yenu mazuri. Watu wa Idodi kule lami, simpige makofi watu wa Isimani, mambo yenu mazuri. Sasa tunahangaika na watu wetu wa Mufindi kule na ile barabara yao ambao ni kitendawili.